iweze kukusanya kodi kwenye sekta hiyo. Lakini kwenye upande wa jiji letu la Arusha ambao tunakusanya zaidi ya bilioni 45, mwenyekiti wa serikali wa mtaa anapewa 100,000 tu kwa mwezi. Na hata mzazi mwingine akifanya hayo, wakati mwingine unakuta hata posho hapati kulingana na mzigo ambao anaubeba. Mwananchi akipata changamoto sio ya polisi, anahitaji mtu wa serikali ya mtaa. Akiwa na shida sio ya ardhi, anamhitaji mtu wa mtaa. Lakini anachokipata akiendana na mzigo anaopata. Lakini kibaya zaidi, pamoja na kupewa kiasi kidogo cha 100,000 kwa mwezi, na chenyewe pia hawapewi kwa wakati. Kwa mfano sasa hivi wanadai mwezi wa 4 na mwezi wa 5, na wako wengine ambao hawajalipwa toka mwezi wa 3. Sasa nilidhani kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo inawajali Watanzania, na sisi wengine wote, ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, ikifika wakati tunapata mishahara yetu kwa wakati, tunapata posho kwa wakati. Waheshimiwa madiwani wanapata mishahara kwa wakati, wanapata posho kwa wakati. Watumishi wa umma Daktari Samia anawalipa kwa wakati. Lakini changamoto ni kwa serikali za mitaa. Tunaomba wanaohusika na kusimamia serikali za mitaa wahakikishe kwamba maslahi yao yanapatikana kwa wakati, ili wapate morali wa kuendelea kufanya kazi, kwa sababu tayari Daktari Samia ametafuta fedha kwa ajili ya kuwalipa hawa. Changamoto iliyopo ni kwenye usimamizi katika ngazi zetu za chini. Lakini kubwa zaidi pia, sisi ambao tunachaguliwa kama madiwani, wabunge, baada ya miaka 5 tunapata gratuity au kiinua mgongo. Lakini wenyeviti wa serikali za mitaa hawapati chochote. Wakifanya kazi, wakimaliza wanaenda zao, watakaorudi sawa, ambao hawajarudi sawa. Hata kwa jiji la Arusha, kwa ambao walimaliza kipindi chao kilichopita, hata posho yao ya 100,000 tu hivi tunavyozungumza, wako baadhi ya mpaka leo hawajaweza kupata. Kwa hiyo tungependa serikali kwa kweli tusaidie kusimamia, ili wenyeviti hawa waweze kupata maslahi yao. Lakini ningependa pia kwenye bajeti hii ya serikali, badala ya kuwalipa kwa 100,000 tu, kwa sababu mapato tunayo mengi kama jiji la Arusha, ukienda mkoa kama wa Dar es Salaam, majiji yote yale, ukienda Mbeya na maeneo mengine, nilikuwa nadhani wangelipwa angalau 300,000 kwa mwezi, ingeweza kuwasaidia kupata nauli na masuala madogo madogo ya kuongana na changamoto nyingine kwenye maeneo kama hayo. Maana sisi tukilipa 300,000 tu kwenye viti 154, tutatumia kama milioni 554 na 400,000, kitu ambacho na uhakika kiko ndani ya uwezo wetu sisi kama jiji la Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo pia nadhani nilisemee ni kuhusiana na madai ya walikuwa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard, kiwanda cha General Tyre, Kiltex, Tanalek pamoja na TPI. Wamefanya kazi kubwa na kazi nzuri kwa miaka mingi. Kwa mfano, hawa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard wako wafanyakazi 353 ambao kwa tathmini yao walioitoa wanasema wanadai kama bilioni 9 wanatakiwa walipwe na serikali. Lakini kila siku wanaambiwa andika hiki, lete hiki, tutakuja kuhakiki, tutafanya hivi, na mwisho wa siku mpaka leo hakuna ambacho kimepatikana toka mwaka 98. Tuna wafanyakazi pia wa General Tyre ambao pia wako 317 ambao wameniambia mpaka sasa hivi katika 317 wafanyakazi 72 wamefuatilia mafao ya haki zao, mwisho wa siku mpaka wengine wamefariki, na mpaka leo hata hakuna ambacho kimepatikana. Lakini kuna kiwanda pia cha Kiltex, kuna kiwanda pia cha Tanalek pamoja na kiwanda cha TPI. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa napenda kwa kweli Wizara ya Fedha watusaidie kuja na majibu yanayoeleweka. Je, ni lini hawa waliofanya kazi kwenye viwanda hivi 5 nilivyovitaja watapata haki zao, malipo yao yatapatikana, na mwisho wa siku ili waendelee na wao kusomesha watoto wao, lakini pia na kuendelea na maisha yao ya kila siku. Nafahamu mara kwa mara imekuwa inatumwa timu inakwenda kwa ajili ya uhakiki, lete taarifa hiki, lete habari hizi, wakati serikali inabinafsisha hivi viwanda au viwanda vinapokuwa vinaondoka, naamini serikali wanazo taarifa za kutosha za watu hawa. Na unakuta mishahara ya kipindi kile ilikuwa ni mishahara midogo. Sasa mpaka hivi tunapozungumza, ukitaka kuwalipa, je, utawalipa kwa mshahara gani? Mshahara wa mwaka 98, mshahara wa mwaka wa nyuma zaidi? Kwa sababu hata ile ingekuwa benki, ingekuwa hata na riba. Kwa hiyo tunadhani kwamba hata kuja kuwalipa pamoja na kuangalia mishahara ya kipindi kile, basi serikali iangalie na hali halisi ya maisha ya sasa, ili wanapokwenda kuwalipa basi wapate kitu ambacho kitaweza kuwasaidia kupambana na hali yao ya maisha, na mwisho wa siku waendelee kuwa na furaha na nchi yao. Kwa sababu mimi namfahamu Daktari Samia ni mtu mwenye upendo na ni mtu mwenye mapenzi kwa Watanzania, na mambo yote yalikuwa magumu kipindi cha Daktari Samia yameweza kutekelezeka. Hata madai mengine ambayo kipindi cha nyuma yalikuwa hayawezekani, kipindi cha Daktari Samia yalitekelezeka. Tulikuwa tuna madai hapa hata wale wenye vyeti feki, yalionekana mambo ambayo hayawezekani. Kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan hoja zilikuja hapa ndani ya bunge na tumeona yamefanywa kazi na pia wameweza kulipwa, na huko waliko sasa hivi wana furaha na mambo yanakwenda
vizuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe Wizara ya Fedha tunapokuja kuhitimisha kwenye mfuko mkuu, bajeti kuu ya serikali, tuhakikishe kwamba tunalifanyia kazi swala hili na wapate majibu kwamba je, ni lini watalipwa, kwa sababu wameitwa kila siku, taarifa zimechukuliwa, timu zimetumwa, zimeenda, lakini tunataka wao baada ya kazi yote hiyo wapate haki yao na masuala mengine yaweze kuendelea. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kwa muda wa miaka 5 tumekaa ndani ya bunge hili, tumejenga hoja kwenye masuala mbalimbali ya maendeleo, na nataka nitumie fursa hii kwa kweli kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kila hoja yenye maslahi kwa wananchi tumeona namna ambavyo Daktari Samia amezifanyia kazi. Tulikuwa tuna hoja hapa ya Bureau karibuni zote zilikuwa zimefungwa. Tukasema sisi watu wa utalii kule Arusha, unapofunga Bureau na ile biashara ni biashara ya dola, changamoto inakuwa ni kubwa zaidi. Bureau zilifungwa, kuna baadhi ambao hela zao zilichukuliwa, lakini Daktari Samia alipewa kilio kile, akaweza kusimamia jambo hilo, na hivi tunavyozungumza zile Bureau zimefunguliwa, gharama zilipandishwa za kuchukua leseni, zile gharama zimeshushwa, lakini wale ambao walichukuliwa fedha zao, Daktari Samia pia alielekeza zile fedha na zenyewe pia zimeweza kurudishwa, lakini wako baadhi ya wafanyabiashara ambao hela zao bado hazijarudishwa zote, wengine walipewa nusu, wengine robo. Tunaomba Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Fedha, sababu tunajua hata Daktari Samia ameshatoa maelekezo hayo, waende wakasimamie basi na wale wachache waliobaki wakamaliziwe hela zao na mambo yaende vizuri zaidi. Na katika hili kwa kweli naomba nimpongeze sana Waziri wa Fedha ndugu yangu Daktari Mwigulu Nchemba, lakini nimpongeze pia naibu wake Waziri wa Fedha kwa kweli kwa kazi kubwa na kazi nzuri walifanya ya kusimamia ipasavyo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu. Lakini pia niwashukuru, tulikuwa tunazungumza kila siku hapa kuhusiana na malipo ya fidia kwa wenzetu walioko Moshono kule. Kila tukizungumza wanasema yatafanywa kazi. Lakini tunashukuru sana kwa kweli Daktari Samia ameweza kuielekeza Wizara ya Fedha na ikashirikiana na Wizara ya Ulinzi. Zimetolewa zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya kuwalipa wananchi ambao walikuwa na mgogoro na jeshi kwenye kata kule ya Moshono, na hivi ninavyozungumza fedha zimeshafika tayari jiji la Arusha na wananchi wako pale tayari kwa ajili ya utaratibu wa kuweza kupata fedha zao, na mpaka vendor form wameshajaza tayari, wanasubiri taratibu za kawaida za kupata fedha zao. Tunaomba muwasimamie halmashauri hela zitoke kabla mfumo haujafungwa, maana wasije wakachelewa ikafika tarehe 30 mfumo ukafungwa alafu wananchi wakosa haki yao, wakati Daktari Samia ameshafanya kazi na wasaidizi wake mmemsaidia vizuri. Lakini tunamshukuru pia katika ile eneo mmetulipa Moshono jiji la Arusha sawa, lakini mmesahau kata ya Mlangalini na kata ya Nduluma. Tunaomba na wenyewe pia, japokuwa ni wilaya nyingine au jimbo jingine, kwa sababu ilikuwa ni mgogoro mmoja, naomba na wenyewe pia jambo hili likafanyiwe kazi, mambo yaende vizuri zaidi. Lakini tunamshukuru pia Daktari Samia ametupatia bilioni 48 kwa ajili ya chuo cha uhasibu Arusha kupitia mradi wa HIT ambao wanakwenda kuboresha kile chuo, wanajenga chuo kingine Songea, lakini pia wanaboresha na chuo kingine cha kule Babati. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa kazi hiyo, na tunampongeza mkuu wa chuo Profesa Sedoeka kwa kweli kwa usimamizi mzuri wa fedha hizo. Ukienda pale chuo kimebadilika kabisa, kwa sababu na mimi pia nilisoma pale, nafahamu chuo kilivyokuwa siku za nyuma. Lakini tunamshukuru Daktari Samia pia kwa ajili ya mradi wa TACTIC. Tulikuwa tuna kilio cha muda mrefu, tulikuwa hatuna stendi ya kisasa, hatuna masoko mazuri, hatuna barabara nzuri. Kupitia mradi wa TACTIC Daktari Samia anakwenda kutujengea stendi ya kisasa jiji la Arusha, anatujengea soko jipya kwa Murombo pamoja na soko jingine pale Kilombero. Hivi tunavyoongea tenda ishatangazwa, mkandarasi kashapatikana na tayari ameshakabidhiwa site kwa ajili ya kuendelea na kazi. Tunamshukuru sana Daktari Samia katika miaka hii 5, wema aliyotutendea tutakwenda kumlipa kwa kumpa kula za kutosha, kwa sababu matendo yanaongea zaidi kuliko maneno. Lakini pia mradi wa TACTIC ndio kujenga barabara za lami, barabara ya Ngosheraton kilomita 4.8 na barabara ya Ola City pia kilomita 4. Kwa hiyo tunamshukuru sana Daktari Samia kwenye mambo hayo. Lakini tunamshukuru pia kwa kujengea uwanja wa AFCON bilioni 286, na kwa kujengewa tule uwanja wa AFCON tayari viwanja kule eka moja ilikuwa pengine milioni 15-20, leo zaidi ya milioni, chini ya milioni 60 au pache eka moja pale. Kwa hiyo hata thamani pia imeongezeka. Anakwenda kujengea barabara ya lami pia ya Njolo, kutoka pale Njolo kwenda kwenye uwanja wa mpira hadi kufika kule kwenye eneo la stendi. Naomba tumshukuru sana, tumpongeze daktari kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo anatufanyia. Lakini kupitia hiyo pia tunaenda kujengea viwanja vidogo vidogo vingine. Leo kwa mfano kuna mkataba utasainiwa pale kujenga uwanja wa mpira wa Arusha Sports and Games Academy. Huu uwanja ni matokeo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuleta mashindano ya AFCON. Na bado kupitia wenzetu wa TFF tumependekeza maeneo ya kujenga viwanja vingine vidogo vidogo. Kuna uwanja wa Jimkana, uwanja wa Soweto, uwanja wa General Lotaya, uwanja wa Esami
na pia na uwanja ule wa polisi. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumejengiwa shule mpya za sekondari, mpya kabisa na Daktari Samia. Amejenga shule ya sekondari Unga Limited, amejenga kule Murieti Mlimani, amejenga kule Moshono, amejenga kule Olmot kule Milongo 4, amejenga Sekei, anajenga nyingine kule eneo la Bondeni. Lakini katojengia na shule mpya za msingi tena za gorofa, amejenga Nafco kule kata ya Olmot, amejenga shule nyingine Msasani A na B, amejenga ukiangalia shule nyingine kule Lemala. Kwa hiyo ukiangalia hata sekta ya elimu ameiona. Ukienda sekta ya afya ndio usisemi. Mount Meru zamani, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa mtu akienda hospitali X-ray peke yake kabla Daktari Samia anaambiwa nenda hospitali ya private kachekiwe alafu njoo hapa. Leo Daktari Samia akapeleka X-ray 2 ya digital na analog. Watu wanapata huduma pale. Amewapelekea CT scan, kaibadilisha ile hospitali. Anajenga vituo vya afya vipya. Nenda Sokoni 1, nenda kule kwenye kata ya Olmot. Sasa hivi kuna vya mkakati Sinoni tutajenga kituo pale. Kaboresha pale Kaloleni. Ameboresha ukienda na kule Levolosi ameboresha. Nenda Elelai, kajenga kituo kingine kipya pale ukienda Ola City. Unaona kabisa mambo yaliyofanyika Mheshimiwa Naibu Spika katika jiji la Arusha kwa kweli haijawahi kutokea. Ndio maana sisi tunasema Daktari Samia mitano tena, tunasema kwa sababu tuna ushahidi na mambo tunayoyasema. Daktari Samia kabla hajaingia madarakani, utalii ulikuwa ni changamoto. Vijana walikosa ajira kwenye magari ya utalii, walikuwa wanafanya hiyo kazi. Hoteli zetu watu walifukuzwa kazi. Ameleta Royal Tour, leo watalii wamejaa. Vijana wamepata kazi kwenye magari ya utalii. Wageni walikuwa hawaji. Wengi walikuwa mikutano 100 Dodoma hapa, 100 Dar es Salaam. Toka Daktari Samia amekuja, mikutano imejaa pale Arusha. Hoteli zinapata watu, magari, bodaboda wanapata abiria, mwenye haisi anapata abiria, mwenye taxi wanakula vyakula kwenye maeneo mbalimbali. Na maana tunasema unapoona Daktari Samia analeta fursa za mikutano kama hii, baadhi ya viongozi wawaachie fursa hizi watu wa Arusha. Maana sasa mkianza na nyie kufanya kazi ya mama ntilie, si kufanya kazi ya hoteli, kufanya kazi ya nini, mwisho wa siku mnawanyima Watanzania wengine waliopewa fursa hiyo. Kama ni nyama wacheni waende wakale kwenye baa, kama wanataka kunywa pombe wacheni waende wakanunua kwenye maeneo mengine, ili Daktari Samia fursa aliwatengenezea Watanzania waende kule wakazitumie na mwisho wa siku waweze kulipa kodi katika nchi yetu. Maana msipofanya hivyo watakosa biashara, wakikosa biashara hata kulipa kodi itakuwa pia ni changamoto. Daktari Samia analeta fursa hizi kwa ajili ya Watanzania na wala si kwa ajili ya masuala mengine. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nimesema kwa kweli nimshukuru Daktari Samia kwa sababu hata nilivyoongea bungeni hapa, Daktari Samia alitoa milioni 500 kwa ajili ya kujenga eneo la wamachinga. Namna anavyowajali wafanyabiashara wadogo wadogo. Zimekaa zaidi ya miaka 2 pale hazijafanya kazi. Lakini mara baada ya kuongea hapa bungeni, wamesikiliza kilio hicho na serikali imetoa maelekezo na hivi leo unasainiwa mkataba kwa ajili ya kujenga eneo la wamachinga kule kwenye eneo la Bondeni City ili kuwajali wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hiyo Daktari Samia kwa kweli tuna deni naye kwa sababu aliyotufanyia mambo makubwa sana. Ukienda Arusha ya leo sio Arusha iliyopita. Barabara za lami Mianzili Ngalamtoni kwa changamoto kubwa. Daktari Samia anajenga lami pale kilomita 18. Pale Idbolu ukienda anajenga lami pale mita 700 na imeshakamilika. Nenda Kijenge Ngulelo anajenga barabara ya lami. Nenda Bomasiara anajenga barabara ya lami. Nenda kule Moshono kuna Axelia amejenga pale lami kilomita 1. Nenda kule Murieti kule kutoka kituo cha afya kituo cha polisi anajenga barabara ya lami. Ukienda pale Kaloleni anajenga barabara ya lami. Nenda Levolosi anajenga barabara ya lami. Na bado umesainiwa mkataba mkubwa kabisa wa barabara ya kutoka kona ya Mbauda kwenda mpaka kwa Mlombo anajenga njia 4 na anajenga pia nyingine ya kutoka pale kona Axelian kwenda mpaka Fan Retreat. Daktari Samia kwa mambo alifanya ni makubwa sana na tumefurahi sana kuona wamekamilisha tayari mbuzi ya kinifu wa kutoka pale airport ya Kisongo kwenda mpaka Kilombero na tumeambiwa tayari fidia zaidi ya bilioni 10 wakati wote italipwa. Ni imani yangu kwamba baada ya kulipa fidia atatangaza tenda ili njia hiyo itengenezwe watu waweze kunufaika. Mheshimiwa Gambo, hiki ni kipindi cha kuhesabu faida. Kama bado kuna mambo mazuri ya Mheshimiwa Rais endelea kuyasema. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika pia na sio wewe tu, mbunge wote namuongezea dakika kwa kuzungumza faida ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wakati wote sisi kama watu wa Arusha tumekuwa tunahangaika sana na mradi wa Arusha Kibaya Kongo. Awamu zote umezungumzwa lakini ule mradi haujawahi kutekelezwa. Leo kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan tayari mkataba umesainiwa. Tunakwenda kuanza na kilomita 70. Na kilomita 70 zile
Kama nilivyosema, tunajenga njia 4 kutoka pale kona ya Mbauda tunakwenda mpaka roundabout ya kwa Mlombo, na baada ya roundabout ya kwa Mlombo mbele yake kidogo ndo Daktari Samia pale anajenga stendi ya kisasa ili watu wakitaka kwenda stendi wasipate changamoto yote. Lakini pia baada tunajenga barabara ya lami kutoka kona ya Kisene pale Moshono inakwenda mpaka kule Fan Retreat, ambako wako baadhi ya wawekezaji kama Tanform wanajenga kiwanda kipya cha kisasa pale. Daktari Samia ameona kazi hiyo anayoifanya, ameamua kuwapelekea barabara ya lami ili mambo yaendelee vizuri zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanasimamia mradi huu kwa maana ya TANROADS na Wizara ya Ujenzi, kwa sababu mkataba umeshasainiwa, naomba mkandarasi afike site mapema ili Watanzania waendelee kula matunda Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Daktari Samia pia kwa kujali utalii, Mheshimiwa Naibu Spika, amekwenda kubadilisha kabisa uwanja mdogo wa airport ya Kisongo. Uwanja ambao siku za nyuma palikuwa hakuna mabanda ya abiria, sasa hivi amejenga mabanda ya abiria. Ule uwanja ulikuwa hauna taa, sasa hivi ameweka taa, ndege zitakuwa zinatua hata usiku. Kwa hiyo ni kazi ambayo amefanya, ni kazi kubwa ya kuboost utalii. Na sisi Arusha, Mheshimiwa Naibu Spika, hatuna mashamba. Sisi pale hatulimi, tunategemea utalii. Maana mtalii akija akilala kwenye hoteli, faida ni nyingi sana. Akiamka tu asubuhi akinywa supu ya kuku, mama kule, kijana anayefuga kuku, atauza mayai, atauza kuku. Wewe Masai unayeuza kule ng'ombe, utauza maziwa yako, utauza nyama ya ng'ombe. Wewe unayeuza mbuzi, ni hivyo hivyo. Unayeuza mboga, utauza vitu vyako. Unayeuza mchele, unauza. Kwa hiyo inaongeza mzunguko kwenye uchumi wetu. Hata wageni wanaokuja kulala pale Arusha wana faida kubwa. Wakilala kwenye mahoteli, ajira hivyo zinapatikana. Lakini wakila kwenye hoteli chochote kile, wewe unayefanya biashara ndogo ndogo unapata hiyo fursa. Kwa hiyo Daktari Samia kitendo cha kutetea Royal Tour ametuokoa watu wa Arusha, ameondoa changamoto ya Arusha, na namna anavyoijali Arusha. Hata mwaka huu tumeona amepitisha mapato yale yanayotokana na Ngorongoro pamoja na TANAPA. Sasa hivi watabaki nayo wenyewe ili waendelee kurekebisha miundombinu ya ndani, barabara zikae vizuri ili watalii wakija mambo mazuri zaidi, lakini pia na masuala mengine yanayohusiana na maendeleo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli namshukuru pia sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ndugu yangu na rafiki yangu Daktari Mwigulu Nchemba, kwa sababu kama na naibu wake waziri pamoja na katibu mkuu, kama wasingekuwa na waziri mwenye kuweza kumsoma Daktari Samia anataka nini, haya tunayasema yote yasingewezekana. Lakini Dr. Mwigulu pamoja na wasaidizi wake wamemsoma Daktari Samia. Hakuna mfanyabiashara yote akionewa. Mmemsikia Daktari Samia amesema kwenye ziara yake, watu wasifunge akaunti za wafanyabiashara, watu wasiwaonee wafanyabiashara, lakini wafanyabiashara pia wasikwepe kulipa kodi kwa sababu kuna haya maneno. Kwa hiyo watimize wajibu wao, walipe kodi, na serikali hii ya Daktari Samia iko tayari kuwalinda ili mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, kwa kweli kwa kazi hiyo uliyofanya, ni kazi iliyotukuka, na tumeona hata wale ambao wanasema kuhusu changamoto ya mikopo, sisi Mheshimiwa Naibu Spika ni wanufaika wa mikopo katika nchi. Hizi miradi ninayoisema hapa inatokana na mikopo ya World Bank. Leo tunajenga stendi, ni mkopo wa World Bank. Tunajenga yale masoko ya Kilombero, tunajenga soko la Morombo, ni mkopo wa World Bank. Tunaweka lami ya Engo Sheraton, lami ya Ola City na lami ya Oljolo kwenda stendi, ni mkopo wa World Bank. Kwa hiyo kama kuna mtu haoni mikopo inavyotumika huko kwake, aje kwenye jimbo la Arusha tuonyeshe mfano wa namna ambavyo mikopo hii ina manufaa katika nchi yetu na katika taifa letu. Kwa hiyo Daktari Samia sisi tunamwambia alale usingizi. Arusha mjini anakula za kitosha, tutamtetea asubuhi, tutamtetea mchana, tutamtetea jioni, kwa sababu kazi alizofanya ni kazi ambazo zinamuuza, na wanasema Waswahili kizuri cha jiuza. Daktari Samia hana mpinzani na tutahangaika naye mpaka aweze kupata kura za kutosha. Baada ya kusimama, Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na kutakia kila la heri kwenye jimbo lako. Asante. Na kwenye mkoa wenu mkipendana zaidi mtakwenda mbali zaidi. Mheshimiwa Suma, jiandae. Mheshimiwa Kasinge. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi nami niweze kuchangia bajeti hii ya serikali kuu. Awali ya yote